Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara unaowakutanisha Fountain Gate dhidi ya Simba ni siku hii leo majira ya saa 10 kamili za jioni pale mkoani Arusha, na tayari nina kikosi hapa ambacho kitaanza moja kwa moja kwenye mchezo wa hapo baadaye, yani kikosi cha Simba ambacho kinakwenda kupambana moja kwa moja na Fountain Gate. Lakini kabla sijakwenda kukuangazia kikosi, ni kukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi hapa cha Simba dhidi ya Fountain Gate. Upande wa golini yupo Jibrila Kasali. Kasali ambaye tunafahamu ni golikipa ambaye ameweza kuonyesha utulivu, lakini pia kwa upande wa mwalimu Steve Barker atakuwa akimhitaji zaidi golikipa huyu kuwa na utulivu wa hali ya juu, huku akisimama kwenye eneo la safu hiyo kwa ajili ya kuanzisha pia mashambulizi ya pasi fupi pamoja na ndefu, kutokana na aina mfumo ambao Simba wamekuwa wakiutumia mara zote. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kulia yupo David Kameta Duchu. Kwa upande wa Kameta tunafahamu kwamba amekuwa hapati nafasi mara kwa mara ndani ya kikosi, hasa pia uwepo wa Shomari Kapombe. Kwa hiyo kwenye mchezo hii leo kwa upande wa Kapombe anakosekana, hivyo David Kameta Duchu anapata nafasi. Kitu pekee ambacho mwalimu atakuwa akikihitaji kwa upande wa Kameta ni utulivu wa hali ya juu kwenye eneo hilo la kulia, lakini pia kuanzisha mashambulizi kwa kupiga cross ambazo zitakuwa ni za hatari zaidi kwa upande huo wa kulia. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto yupo Nixon Kibabage. Kwa upande wa Kibabage tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mzuri zaidi wa kuweza kusaidia mashambulizi kwenye eneo hilo la kushoto, nguvu ya mwili, lakini pia kupiga cross nzuri, wakati huo pia kupambana zaidi kwenye eneo hilo la kushoto. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi ili aweze kusaidia mashambulizi, lakini pia huku akihakikisha akirudi nyuma kwa haraka zaidi pale ambapo Fountain Gate wakiwa wanamiliki mpira. Lakini pia kwenye upande wa beki wa katikati kwanza yuko Ismail Ture. Kwa upande wa Ture ni beki ambaye amekuwa na uwezo wa hali ya juu. Sifa yake kubwa ni kuweza kuonyesha ile tunasema kama nguvu yake ya mwili, lakini pia kusoma mchezo mapema. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji kuwa nguzo nzuri zaidi ya ulinzi kwenye eneo hilo, ambapo atakuwa peke yake atasaidiana na mlinzi Rashid Dirak, ambapo kwa upande wa Dirak tunafahamu mchezaji ambaye amekuwa na uzoefu mkubwa, lakini pia tunafahamu kwamba uwezo wake mzuri wa kuweza kupanga safu ya ulinzi, lakini pia kupiga pasi, lakini pia kusoma mchezo kwa ufasaha zaidi. Kwa upande wa mwalimu, huyu ndiye ambaye anamweka kama kiongozi ambaye kwa siku ya leo ndiye ambaye atavaa kitambaa cha unahodha ndani ya kikosi cha Simba. Lakini kiungo wa chini atasimama mmoja tu, ya maana kwamba Alassane Kante. Kante ni kiungo ambaye amekuwa na uwezo mzuri zaidi, lakini pia sifa yake kubwa itakuwa ni kuweza kupora mipira, lakini pia kukimbia sana uwanjani, lakini pia kusaidia ulinzi. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji Kante kuwa na utulivu wa hali ya juu, kwa sababu atakuwa anasimama peke yake, maana kwamba atakuwa hapandi sana juu, maana kwamba atakuwa amejichukulia eneo kulingana na aina ya mfumo ambao mwalimu amekuja nao. Lakini pia viungo wa shambuliaji moja kwa moja wako wawili. Kwanza yuko Kratos Chota Chama, mchezaji ambaye huyu ndiye atakuwa anatazama kama mchezaji ambaye atakuwa ni mbunifu zaidi, lakini pia tunafahamu na uwezo mzuri wa kuweza kufunga pasi zake, lakini pia utulivu wake wa hali ya juu. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji Kratos Chota Chama kwa playmaker ambaye atakuwa na utulivu wa hali ya juu kwa ajili ya kuweza kupeleka mpira kwenye maeneo yote. Lakini pia Ino Loemba atasimama kwenye eneo hilo hilo akisaidiana na Kratos Chota Chama. Loemba tumeweza kuona utulivu wake wa hali ya juu, amekuwa ni mchezaji ambaye ni mbunifu, amekuwa na kasi, ana uwezo kuingia ndani ya box. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi kushirikiana na Kratos Chota Chama kwa ajili ya kusaidia mashambulizi. Lakini pia winga pembeni kulia yupo kwanza Libas Geye. Kwa upande wa Libas Geye tunafahamu ni winga ambaye amekuwa na kasi, sifa yake kubwa ni kupiga cross, lakini pia chenga kali, amekuwa na uwezo wa kucut in, kuingia ndani zaidi kulingana na namna ambavyo amekuwa anacheza mara zote. Lakini pia Anseti Oura atakuwa akitokea kwenye eneo la kushoto. Kwa upande wa Oura tunafahamu ni winga ambaye amekuwa na ubunifu, pia ana uwezo wa kukimbia na ana uwezo wa kushoot. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi kuvunja ule ulinzi kwenye eneo la pembeni kwa ajili ya kuingia katikati, huku akimwacha Nixon Kibabage ambaye atakuwa akicheza nyuma yake. Lakini pia mshambuliaji wa mwisho yupo Selemani Mwalimu. Kwa upande wa Selemani Mwalimu tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo pia wana utulivu wa hali ya juu kwenye eneo la kushambulia. Mechi iliyopita aliweza kufunga mabao mawili, maana kwamba kwa upande wa Mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kwa upande wa Selemani Mwalimu kuendelea kuwa na kasi ile ile ambayo amekuwa anaionyesha